Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewasilisha bungeni bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2025 kwa 2026 akiomba bunge kuidhinisha shilingi trilioni 2.2 ambapo zaidi ya 96% ya fedha hizo zitatekelezwa kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Akiwasilisha bajeti hiyo jijini Dodoma, Dr. Biteko amesema wizara itaendelea kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika, kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuendeleza miundombinu ya mafuta na gesi asilia. Vipaumbele vingine ni kufikisha gridi ya taifa katika mikoa ya Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara. Mradi wa nishati vijijini. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 serikali iliendelea kutekeleza azima yake ya kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inafika vijijini kote Tanzania bara. Napenda kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeweza kuvifikia vijiji vyote 12318 vya Tanzania bara kupitia miradi ya umeme iliyotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA. Aidha, kupitia utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, jumla ya taasisi na maeneo ya huduma 66140 yameunganishwa na umeme kutoka taasisi 15,200 mwaka 2020. Hili Mheshimiwa Spika ni sawa na ongezeko la 315%. Mheshimiwa Spika, pamoja na kukamilisha wakazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla ya vitongoji 33,657 kati ya vitongoji 64,359 vya Tanzania bara sawa na 52% tayari vimeunganishwa na umeme. Amebainisha kuwa mafanikio ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024 kwa 2025 ni pamoja na kukamilika kwa mradi wa umeme wa Julius Nyerere JNHPP, kuunganisha Kigoma kwenye gridi ya taifa na kusambaza umeme katika vijiji vyote 12318 vya Tanzania bara. Serikali itaendelea kutekeleza kwa nguvu uzalishaji wa umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na ziada wa kutumia na kuuzwa nje ya nchi na kulipatia taifa fedha za kigeni. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji, mradi wa Julius Nyerere, kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na utunzaji wa vyanzo vya maji katika bonde Rufiji ili uwezeshaji wa upatikanaji endelevu wa maji kwa ajili ya mradi huo. Uendeshaji wa ufanisi wa mitambo, kukamilika kwa ujenzi wa ghala la kuhifadhia vifaa katika kituo cha kupoza umeme cha Chalinze na malipo ya retention kwa wakandarasi na washauri elekezi wa mradi wa Julius Nyerere, pamoja na njia ya kusafirisha umeme ya Julius Nyerere Hydropower Project hadi Chalinze na kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Mheshimiwa Spika, miradi mingine ya kuzalisha umeme itakayotekelezwa mwaka 2025 na 26 ni pamoja na mradi wa Maragarasi wa megawati 49.5, mradi wa Kakono megawati 87.8, Ruhuji megawati 358, Rumakali megawati 222 na mradi wa kuzalisha umeme wa jua wa Shinyanga Kishapu megawati 150. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati ya madini, Mheshimiwa David Matayo, amesema kamati yake imeridhishwa na utekelezaji wa bajeti iliyopita, huku ikisisitiza umuhimu wa kasi zaidi katika kukarabati wa miundombinu ya umeme na ulipaji fidia kwa wananchi wanaopisha miradi ya nishati. Mohab TV, Dodoma, bungeni.